Lugendo mimi ninakwambia inategemeana. Inategemeana nini? Yaani Yanga kubomoa wachezaji inategemeana na watu watakao waleta. Yaani ili tujue Yanga imebomolewa ni baada ya usajili kuweza kukamilika. Lakini kwa vile ambavyo kwa dirisha la usajili la Yanga kwenye hii misimu 3-4 nyuma wameonekana wana replacement nzuri ukiachana dirisha la juzi ambalo wamelifanya. Lakini Ikanga. Yani ili la kutoka kumsajili Chama, kutoka kumsajili Kangalombo, kutoka kumsajili Mkude sasa kwenye dirisha lile la nyuma yake. Yani wachezaji wote walioingizwa kwenye dirisha hili la sasa hivi kwa maana ya kuongeza wachezaji, kuongeza nguvu. Dirisha la mwisho si ndio lilikuwa la kina Pakome, akina Maxi, kina Yao. Sasa ukiachana ile dirisha lililofuata ndio dirisha bovu kwa Yanga kwenye hii misimu 3-4. Wamefanya dirisha ambalo wachezaji wengi asilimia kubwa hawajaingia kwenye kikosi moja kwa moja, licha ya kwamba inawezekana waliopo ni bora kuliko wao, labda ndio maana hawapati nafasi au vipi, lakini ndio wachezaji ambao hawajaingia moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye dirisha Yanga kufanya usajili ili tuje tutoe hukumu, tusubiri wafanye replacement za wachezaji, ligi ianze. Ikishaanza ligi ndio utakuja kujua sasa mbadala wa Aziz Ki ni sahihi, mbadala wa Clement Mzize kama ataondoka ni sahihi, mbadala wa Diala kama ataondoka ni sahihi, mbadala wa Khalid Aucho kwa maana ya mrithi kwenye nafasi yake. Aucho umri umeenda na pia anahitaji mechi chache, na Yanga itakuwa na michuano mingi. Unajua msimu ujao Yanga ina ligi ya mabingwa, ina ngao ya jamii, ina ligi kuu na kombe la shirikisho la ndani la FA, alafu pia kuna ile michuano mingine ya jujuu ambayo huwa inaingia katikati kama mapinduzi. Kwa hiyo bado hapo tujazungumzia muungano taifa pia kwenye mechi za taifa lake. Kwa hiyo vitu vinakuwa vingi. Kwa hiyo mchezaji kama Khalid Aucho kwa umri wake anahitaji mtu mbadala wa kuweza kucheza naye. Duke Abuya miaka 31, sio mtu wa kumtumainia sana. Kipata injury ule kupona ni ngumu sana, inamchukua muda mrefu kidogo. Kwa hiyo dirisha linalokuja hili la sasa hivi baada ya dirisha kumalizika ndio tutajua sasa replacement ya Yanga ipo vizuri au nayo itaenda kufubaa kama replacement ambayo ilifeli baada ya Simba kuuza kina Mixon, kina Chama, kina Bwalia, kina Mugalu kuondoka, kina Medika Gele kuondoka. Simba ilihaso sana mpaka kuja kupata cream ya wachezaji 18 ambao imeingiza kwenye dirisha na wanafanya kazi kwa hivi sasa. Uliandika kwenye ukurasa wako wa Instagram wa Achaye Lutengano TZ mchezaji ambaye anafaa kumrithi Aziz Ki, sifa ambazo wengi wamezihusisha na Mkojani Faisal, mtoto wa Zanzibar. Kiuhalisia unajua kuna vitu wanasemaga inavyotakiwa kuwa na ilivyo waga inakuwa ni vitu viwili tofauti. Yani ilivyotakiwa kuwa au inavyotakiwa kuwa ni kwamba kama Yanga wanaachana na Stephen Aziz Ki, mchezaji ambaye inaweza ikawa replacement sahihi kwake ni Faisal kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, Faisal ndiye mtu ambaye alimsumbua Aziz Ki kuingia kwenye kikosi cha kwanza akiwa Yanga. Unaikumbuka hiyo? Wakati Aziz Ki anafika Yanga, Faisal ndiye alikuwa mtu nambari 1 kwenye kikosi cha Yanga na walimu tofauti walikuwa wanamtumia kwenye kikosi namba 1. Hata kwenye timu ya taifa tulikuwa tunamuona anavyo perform kwenye ukubwa. Yanga ikicheza sijui nini alikuwa anacheza Faisal. Aziz Ki alihangaika sana kupata namba. Licha ya kwamba Aziz Ki alikuja kama MVP wa ligi ambayo alikuwa ametoka. Alipoondoka Faisal ameenda kwenye klabu ya Azam, klabu ambayo inaonekana si kubwa sana kwenye kutafuta matokeo ya kikubwa, ya timu kubwa ya kung'ang'ania ubingwa, lakini Faisal alionekana katikati yao kwenye kikosi cha Azam akimsumbua tena Aziz Ki ambaye yupo kwenye kikosi cha Yanga. Baada ya Faisal kuondoka, Aziz Ki akatawala, lakini bado Faisal akiwa Azam amemsumbua Aziz Ki pale pale, wakaenda moja kwa moja mpaka kwenye ligi inamalizika, wote wanang'ang'ania kiatu. Unaikumbuka hiyo? Lakini pia sifa ambazo Aziz Ki anazo na Faisal anazo wanatofautiana kidogo, lakini kwenye kutimiza majukumu ya kitimu zinakuja kufanana. Mwisho wa siku kuhitaji pasi, kufunga wakiwa mbali, kupunguza watu, sijui kuchukua kijiji, Faisal anaweza, Aziz Ki anaweza. Hivyo vitu vyote wanaweza. Kitu pekee ambacho labda Faisal hawezi ukifanya kwa usahihi ni kupiga mipira iliyokufa, free kick zile. Aziz Ki anapiga kwa usahihi na anafunga, Faisal hafanyi hivyo vitu. Lakini ukija kuangalia mashuti ya mbali anafanya Aziz Ki, Faisal anafanya. Kupiga pasi
Faisal anafanya, Aziz Ki anafanya. Kufunga, Faisal anafanya, Aziz Ki anafanya. Kwa hiyo sifa zote ambazo Aziz Ki anazo, hata Faisal anazo nyingi sana na zimekuwa na impact. Hivyo ndivyo inavyotakiwa kuwa. Lakini ilivyo sasa hivi, Faisal hang'ang'aniwi na Yanga peke yake. Simba wanamhitaji, sijui timu za nje hizo Kaizer Chiefs, sijui nani wamejaribu kutuma ofa, hawajatuma ofa, ila tetesi hao wote wanamhitaji. Kwa hiyo ilivyo sasa hivi, Yanga anahangaika kumpata Stephen kumpata mbadala Faisal kwa sababu wanaomhitaji ni wengi, na sababu za yeye kumkosa pia zipo, sababu za kumpata pia zipo. Kama walishamaliza ugomvi wake ambao Faisal mwenyewe kwa kinywa chake alisema yeye kurudi Yanga, Engineer aondoke. Alisema Faisal, hayo sio maneno yangu. Alisema Faisal. Kama wamemaliza hizo sababu, ina maana Aziz Faisal kurejea sasa hivi Yanga inawezekana. Ila pia nilimsikia kwenye moja interview akasema sasa hivi hawana shida. Hana shida na nani na uongozi wake. Ndo mshauri wake. Hana shida tena sasa hivi na kina Engineer. Hizo ni sababu ambazo zilikuwepo mwanzoni ambazo Faisal alizitaja kwamba ile arejea Yanga hivyo na hivyo, na sasa hivi kama amekili mwenyewe sasa hivi yeye ndo mshauri wake, basi hizo ni sababu pia sasa zikamfanya akarejea. Kwa hiyo hayo ni mambo madogo madogo tu. Yaani zichenga zinazopigwa hapa. Hatari. 90.0 Dar es Salaam. Tulikuwa mnazungumza kuhusiana na timu za Tanzania zifanye nini ili kuchukua mataji. Wengi mzungumza masuala ya usajili. Ndio. Ila tarehe 29 na 30 pale Dodoma kwenye mkutano mkuu wa CCM Taifa wanapoenda kujadili pia na kuzindua ilani ya chama. Wanaenda nao kwenye uchaguzi pia. Naamini kwenye michezo, sababu imegusa pia ilani yao, imegusa masuala ya michezo pia, na ndo chama tawala. Kwa hiyo naamini watawekea mkazo pia, kwa sababu kuna timu kufanya vizuri, kuna nguvu ya mashirikisho na serikali, afu kuna nguvu ya vilabu kama vilabu. Kwa hiyo ngoja tuone tarehe 29 na 30 hapo Dodoma. Jamaa apokee huyu. Yeye cheki namba nyingine hii hapa. Kwanza unaenda kwenye Dodoma? Unaenda Dodoma? Mimi sasa show yangu mimi ni kila siku. Nikiondoka hapa wadau wangu hawata enjoy. Otherwise niondoke na show. Kwa hiyo watu watakuwa na report kutoka. Nataka kusema kweli teknolojia imekuwa ngumu hiyo. Mbona Serengeti tumefanya? Sasa umeona Serengeti si tuliondoka na show? Sasa hata hivi tunaweza tukaangalia namna tukaondoka na show. Kwani shida iko wapi? Swali ambalo hujataka kujibu ni hilo. Nataka mnivalishe mabomu. Mniboi. Unajua kuna mtu anaitwa nani afu boy mbele. Unajua hilo jina lake? Anaitwa nani afu boy mbele. Umeona alivyojivaa? Amejivaa huko anamvaa na yeye. Kwa hiyo naona na nyinyi mnataka mnivalishe mabomu hapa na mimi nijivae. Tunaenda kuzungumzia swala michezo. Kama tunaenda bao la asubuhi, hiyo fresh. Bao la asubuhi message imeshafika hiyo. Message imeshafika. Anastasia Wilheliki. Kasuti kakuingilia kwenye ukumbini sika hapo pamoja na najua bwana kizungumza Bosi Stella. Kwa hiyo mbona sauti imepoa sana? Unajua tunazungumza kwenye ngazi ya juu. Unajua wanaweza wakafanya jambo na tukaenda kule tukaiwakilisha Bongo kama bao la asubuhi. Show kubwa. Tunafungua bao la asubuhi live kutoka katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center. Lutengano tayari nishamwona na sare anayo. Sare ya kuingilia ukumbini. 89.7. Ilikuwa tayari. Ile tayari. Ulikuwa umechukua kitambo sana. Upete arudie hiyo kauli. Kauli ya Cristiano Ronaldo. Kwamba unasema Cristiano Ronaldo alichokiandika baada ya mechi ya jana, wameshinda 3-2. Ila baada tu ya mechi akaandika kitu mtandaoni kwake, kwenye mtandao wake kijamii. Ile kauli ya Ronaldo sio sisi tu inao tuchanganya. Inamchanganya mpaka Fabrizio Romano anayechati naye. Aelewi jamaa anazungumzia ligi kuisha, kwa hiyo chapter imeisha, wanaanza chapter mpya, au ule ukurasa wa umeshaisha, kwa sababu unajua anamaliza mkataba. Sio shanifahamu. Kwa hiyo anatuchanganya sisi mpaka nao chati nao. Mpaka Fabrizio ambaye anaweza kumuuliza haelewi kitu. Fabrizio ni kama mimi na Lutengano tunavyochati tu. Ndio Ronaldo ndo anavyochati na Ronaldo. Anaweza kama mwanangu kuna deal gani huko? Hebu andika hii. Sasa kaanzisha yeye sasa vuguvugu. Sasa ndio uone kwamba na Fabrizio kachanganyikiwa. Yaani kwamba
Ronaldo kaanzisha tetesi ya usajili. Anayeandika sajili hapo mkisikiliza mnajua mkataba kule umeisha. Hapo mtu anaandika hivi. Yaani hivi kwanza upete. Hiyo picha ilitokea mwanzo wa msimu. Mfano Ronaldo sasa hivi hawezi kwenda kwenye hizi ligi zenye ushindani. Ila kwenda Brazil, yani inawezekana akawa ameenda labda kutafuta kuendeleza zile historia zake, kwa sababu swala la pesa pale Saudia haliwezi kukoma. Yani hawezi kusema Brazil wana pesa kuliko Saudia. Mimi ninachoamini hivyo. Sio tu hawawezi kusema, ndio uhalisia. Yani hakuna excuse wala hakuna namna ambayo utasema Brazil wanalipwa pesa nyingi kuliko Saudia. Kwa kipindi kilichokuwepo na miaka mingi ijayo, Brazil ni miongoni mwa mataifa maskini, na kama ilivyokuwa nchi nyingi za Latin America. Jana bwana kumbe wamalizana kupigwa bwana. Al Nassr walipigwa 3-2, wao ndo walipigwa. Kule ligi walifanywa comeback. Walifanywa comeback wakachapwa. Japo Ronaldo alifunga goli la kwanza na alikosa penalty. Ronaldo wa kutenga imekuwa shida. Unajua mambo yamefika hapa. Lakini kuna page moja niliona imeandika, amesema ukishindwa kuacha mpira utakuacha wewe. Absolutely. Ndio kinachomtokea Ronaldo. Ila mnasema hivyo wakati Ronaldo ndo top scorer wa ligi. Top scorer, lakini angalia vitu anavyokosa. Unajua hupaswi kumlinganisha Ronaldo na watu wengine. Unapaswa kumlinganisha Ronaldo na Ronaldo. Na ndio maana msimu wa ndoto wa wachezaji wengi ndio msimu mbaya wa Ronaldo au Messi. Yaani Messi anavyosema mwaka umeniendea vibaya. Kuna wachezaji ndio msimu wao wa ndoto, yani mwaka umeniendea vibaya afu ana goli 30. Sijui ushanifahamu. Kwa mfano mwaka 2021, mwaka 2019 wakati Luka Modric anatoa tuzo ya Ballon d'Or, si ndio? Messi kwenye ule msimu alifunga magoli 38. Jumla alihusika kwenye magoli 59 kwenye mechi 48 tu. Sijui unanielewa. Lakini ndio inatajwa kama miongoni mwa misimu mibovu ya Leo Messi. Ila ingekuwa mtu mwingine kafanya hivyo, nini ambacho dunia ingekuwa inazunguka. Ukimcompare Ronaldo na Ronaldo tunayemjua, basi utaona kwamba kuna sehemu ambayo ameshuka sana, na hauwezi kupinga kwa sababu ni umri, miaka 40 sasa hivi. Sio mchezaji ambaye unaweza kumzungumza kiwepesi. Ukizungumza records ambazo ameziweka, he's immaculate, one of the notable players ambao anaitwa Ivory Coast. Japokuwa ile Ivory Coast wanakuambia project yao ni kama, yani ni kama mfano mtoto alitakiwa kuzaliwa miezi labda 9, alafu akamuaisha kumtoa labda kutokana na matatizo ambayo yapo mbele. Ndio wao walichokikuta. Wale jamaa Emas Fa, yule kocha wa Ivory Coast ambaye aliingia katikati. Yule ilitakiwa kuwa kocha, anakuja kuwa mbele. Yani mbele yao ndio alikuwa anamtazama anakuja kuwa kocha mkuu. Lakini baada ya kuondoka kwa kocha kwenye timu ipo kwenye mashindano, mtu ambaye alikuwa karibu sana na timu ni yeye, kwa sababu timu za vijana zote jamaa anazifundisha. Project yake yule jamaa imefanyika ndani, wakamtoa wakampeleka Spain, akaenda kajifunza mpira, amekuwa msaidizi wa makocha, ameenda kufunza kozi mbalimbali, wamekuja kumchukua. Ndio maana ilikuwa rahisi kwa timu yao ile kuperform kwenye ile AFCON, kwa sababu kocha ambaye walikuwa naye ilikuwa ni project kwa ajili ya kuja kuiendesha timu ya taifa. Hata ukiangalia hizi timu sisi sasa hivi Afrika, angalia timu nyingi ambazo sisi tulikuwa tunazifunga zamani, alafu ziite hizo timu ucheze nazo sasa hivi, utakimbia vita. Yani utakimbia. Mipango huwa inakuwa endelevu na unaiona ile kuna vitu vinafanyika. Na hata AFCON ya vijana sasa hivi watu hawajafuatilia. Yani hapa ndo ambapo sisi tunapokuja kujichanganyaga. Umeona AFCON ya sasa hivi iliyofanyika? Watu hawajaifuatilia hii AFCON. Lakini ukija kuangalia hii AFCON baada ya miaka 2 utakuja kusikia fulani alikuwa kwenye AFCON iliyopita ya vijana. Si kama ambavyo watu hapa nchini wao wataki kutambua kama Pape Matasa alikuwepo hapa nchini dhidi ya wake na Kevin John. Alicheza. Lakini pia ukitazama kwenye mpango kazi wa mchezo mmoja baada ya mwingine, tutakubaliana kwamba hizi timu kuna watu ambao wana invest kwenye level ya vijana kwa kiwango cha juu sana. Umeona South Africa, mabingwa. Yani wanakupa sababu ya kwa nini wanatakiwa kucheza kwenye ubora unaotakikana. Umeona Nigeria, umeona Senegal. Kila unayemtazama unaenjoy kumuona. Misri ambaye alikuwa anaandaa yupo hoi. Lakini yule baada ya miaka 3 atakuja kutesa. Na hawa vijana ambao wapo unga leo, hawa watakuja kutesa. Muendeleo. Umezungumzia kuhusiana na South Africa. South Africa nilikuwa naangalia ligi zao.
wale jamaa ni kama kichekesho bana. Yaani wale jamaa eti wana ligi ambayo unajua sisi hapa tuna wale wachezaji ambao huwa hawachezi. Wale jamaa wana ligi yao. Kwa hiyo kama wachezaji wanaotakiwa kwenye mechi moja ni wachezaji 19. Sasa kuna wale wachezaji ambao wanabaki wale wachezaji. Wale wa jamaa wana ligi yao. Ndio maana wale jamaa ukitaka uje ujue urahisi wao. Yaani leo mchezaji wa Mamelodi akiumia kule juu, wanaweza wakamchukua mchezaji huku na kaenda pale akaingia, usione shida yoyote. Yaani usione kwamba mbona kama jamaa ana miss mechi fitness, mbona kama ana miss, kwa sababu anaipata huoni kule. Kwa sababu wale jamaa wanayo. Ukienda ligi yao ya vijana ni tofauti kabisa na ligi yetu huku. Sisi ligi yetu huku inachezwa takriban wiki 3 au 4. Huku kama mashindano. Lakini kule ni msimu mzima kama ilivyo ligi ya PSL. Wanacheza as normal na kila kitu kinaendelea na watu, na ni kwa sababu gani? Watu wameamua yani kuzilazimisha timu ziwe na udhamini. Yaani unajua kuna muda ukifikaga wazazi wao wanatulazimisha, yani mzazi anaona kabisa huyu hasomi sio kwa sababu hataki kusoma, ila hajui umuhimu wa kusoma. Unajua nifanyeje? Nimlazimishe asome. Lutangano anachokizungumza kwenye udhamini. Sasa hapa ndo tutarudi pale kwenye kwa nini sisi hatuwezi kuchukua ubingwa itoke fluke. Na ni kwa sababu pia sisi klabu zetu kuzivalue ni ngumu sana. Ngumu mno. Yaani leo nikikuuliza thamani ya udhamini wa Simba standard yake inapaswa kuwa shingapi, unaweza hata wewe ukabaki na maswali mengi bila majibu. Yanga hivyo hivyo. Nikakuuliza thamani ya, yani ili mtu aingie mkataba Yanga anapaswa kuwa na shingapi, unaweza ukabaki na maswali mengi bila majibu, kwa sababu kuna siku nasikia huyu kasaini milioni 200, huyu bilioni 20, huyu kasaini milioni 4. Ajabu mtu ambaye amechukua timu, amewekeza kwenye timu. Pesa yake ya uwekezaji imezidiwa na mtu ambaye amekuja kwenye swala la kudhamini jezi. Ila pale mimi nampa excuse. Excuse inaweza katokana kwa sababu labda yule alianza, huyu ndo amekuja sasa hivi timu imefuata development. Yule alianza kufanya vile 2018 19 ambapo ni zamani. Bilioni hizo wanazozungumza 20 kwa wakati huo ilikuwa ni pesa kubwa sana. Lakini pia yeye ndo source ya haya maendeleo ambayo tunayaona leo. Yaani ametengeneza mazingira ya kuvutia watu waje waweke pesa kubwa. Lakini bado unaona kuna mikataba ya milioni 200, milioni 150. Sasa ndio ile unashindwa kuipata standard halisi. Lakini kwa mfano timu kama KMC wakiwa wanasaini hiyo mikataba tunawaelewa. Dodoma tunawaelewa. Sijui Mbeya City tunawaelewa. Na mimi ningekuwa kiongozi wa timu, hakuna hela ningekataa. Hakuna hela ungekusanya. Ila ingetegemea na ipachika sehemu gani. Bas na kuweka wapi. Usije ukafikiri kwamba umetoa milioni 100 afu tegemea uonekane tu. Bega au kifuani. Amna. Tunakuweka sehemu ambayo utakuwa Instagram tag. Yes, au tunakuweka pale chini kwenye banners za Instagram. Kuna mtu niona ameandika nani wadhamini wa timu ya Mamelodi amewainisha ni wa Mamelodi kama sikosei. Amewainisha 7. Unamwona mmoja tu hapa. Lakini unani mkubwa unamwona. Lakini ukija kuangalia nje sasa ya pale utamkuta sehemu kubwa, na huyo mtu anapewa haki kama ambavyo alikuwa anahitaji na inafika hiyo haki ambayo anakuwa anahitaji.